Karabashatolimasha. Kalabashatolimamas. Rimashantolimas. Usiku tena usiniache gizani Bwana, msaada wako ukomi. Haleluya. Mwezi huu kama nilivyokutangazia, kichwa cha somo ambalo tunatembea nacho, namna ya kulazimisha mambo kutokea kwenye maisha yetu. Kila matokeo ambayo unayataka kwenye maisha yako, mtumishi wa Mungu, yanapatikana kwa kulazimishwa. Ndio maana nikwambia kitabu kile cha Mathayo sura 12 mstari wa 11, toka kipindi cha Yohana Mbatizaji mpaka leo, vitu vyote ambavyo vinapatikana kwenye ufalme huwa vinapatikana kwa nguvu. Chochote ambacho mtumishi wa Mungu unajua hiki ni kitu cha kifalme, unachotaka kukipata kwenye maisha yako, akipatikane kwa njia rahisi. Kila hatua unayoitamani kwenye maisha yako haipatikani kwa urahisi. Hata unaona wanasiasa ili wafike sehemu wapate nafasi fulani, unaona hata wafanya biashara ambao wanataka kupata nafasi kubwa, hii kuna namna ya kitu chochote. Ndio maana mwakuna kama unielewe vizuri, chochote ambacho unakitaka kwenye maisha kinapatikana kwa nguvu. Muda wa kulia mwaka 2026 sio muda wa kulia tena, ni muda wa kufight kwa jina la Yesu. 2026 sio muda tena wa kulalamika, sio muda wa kujilizaliza, ni muda wa kufight. Umelia 2025, umelia 2024, inatosha. Lakini 2026 ni muda wa kupambana, na tutapata tunachokitaka katika jina la Yesu. Sema yes. Nimeingia kwenye malango ya 2026 kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Malango funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Ndio Biblia inasema hakuna ambaye aliweza kuingia katika nyumba ya mtu kabla hajamfunga yule mtu wa kwanza. Hakuna hela ambayo unaweza kupita pale ukakutana na bunguti leo limemwagika pale ukaokota. Ndio maana ingine paka ufanye kazi fulani ulipe mshahara, paka ufanye biashara fulani upate faida, paka ufanye kitu fulani ambacho cha faida, mtu akiona kina thamani anakupa hela. Kwa hiyo na wewe mtumishi wa Mungu, kuna lazima kuna namna tunapambana katika roho. Leo nitakuonyesha kitu ambacho mtumishi wa Mungu wewe utakapoanza kukifanya kazi. Mimi namwamini Mungu. Kuna maneno alikuwa anazungumza mtumishi wa Mungu hapa kabla kipindi anaongoza yale maombi, yakanigusa nilikuwa ndani. Akasema haya tunayosema hayapotei bure. Hayapotei bure. Mimi naamini Mungu hayapotei bure. Amen. Wewe hayapotei bure. Kwa hiyo haya tunazungumza mtumishi, hata kama umekuja hapa una usingizi umelala, wewe lala tu. Lakini kwa kuwa kuna uwepo wa Mungu kwa mahali hapa, utakubadilisha tu. Amen. Saa nyingine mtumishi wa Mungu, injili tunayohubiri saa nyingine kwa namna nyingine sio kila mtu anaweza kaielewa papo kwa papo. Kuna wengine wataanza kuelewa kidogo kidogo. Kuna wengine tumekaa nao kwa miaka 3 ndio wanaanza kuelewa sasa hivi. Kuna wengine wataingia, Mungu atawapa neema kuelewa. Wewe njoo jikongoje tu hivyo. Hata kama uielewe injili, lakini jikongoje tu hivyo, kuna neema ya Mungu itaingia ya kukufungua mahali. Amen. Kabisa. Neema ya Mungu itaingia kukufungua mahali kabisa katika namna isiyo ya kawaida. Jambo la tatu, unapotaka kulazimisha vitu kutokea, nini cha kufanya? Lazima kuwe na badiliko la ndani la kuamua ndani yako kwamba hali hii au mahali hapa panatosha. Lazima kuwe na badiliko la ndani. Kuna badiliko la ndani la kimaamuzi, kwa sababu hata kama nje sina kitu,
lakini je, ndani yangu lipo badiliko la ndani? Kwa hiyo mtaji wa kutaka kulazimisha vitu kutokea kwenye maisha ya mtu, lazima huyo mtu awe na badiliko la ndani, bila kujali mali anayopitia, bila kujali mshahara anaopata, bila kujali hali ya maisha alionayo, lakini as long as ameamua ndani yake kwamba haina maisha inatosha, kwamba haina uchumi unatosha, kwamba haina biashara inatosha, kwamba haina ya maisha haya kwenye ndoa sio staili yangu, haina ya maisha watoto wangu wanaishi sio maisha yao, haina ya huduma ninayo sio staili yangu, lazima kuna badiliko la ndani. Hata kama badiliko la nje lionekana, lakini lazima ndani yako kwa kuna aina ya badiliko fulani unalitaka. Tumishi wa Mungu, hata kama watu wanakucheka sasa hivi sawa. Ndio maana kitabu cha Wakorintho kinazungumza, ingawa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanya upya. Ina maana hata kama nje inaonekana katika hali ya kawaida tunachoka, tunachakaa, hakuna badiliko linaonekana, lakini ile badiliko la ndani la mtu kuamua, Mungu anatumia kama mtaji wa kumuinua. Au unanielewa? Wafalme wa pili sura 7. Wafalme wa pili sura 7 anzia mstari wa 3 pale. Tutaenda kidogo. Leo nataka tupate kidogo muda mwingi wa kuomba. Anzia mstari wa 3. Lazima kuwe na badiliko la ndani. Kwa sababu Mungu siku zote, mtumishi wa Mungu afanyi kitu Mungu anafanya vitu kwa maandalizi. Na maandalizi ya kwanza ya kutaka kuachilia mabadiliko ya mtu, lazima huyo mtu kuwa kuna ameamua kitu fulani kutokea ndani yake. Some mtumishi. Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma. Penye lango la mji. Wakasemezana. Mbona tunakaa hapa hata tufe? Hao watu walikuwa na nini? Ukoma. Na kipindi hicho watu wenye ukoma walikuwa wanatengwa, walikuwa kwenye nje lango la mji, wana ukoma. Lakini angalia, pamoja na hali yao walionayo, ndio mtumishi wa Mungu usikilize, kuna haya maneno wewe ndani yako ya bebe. Pamoja na hali walionayo ya ukoma pale, pamoja na hali walionayo ya madeni, pamoja na hali walionayo ya vitu haviendi, pamoja na hali walionayo, badiliko lipi unalitaka? Wakasemaje? Tukisema tutaingia mjini, ndio mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Ndio. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko. Jambo la kwanza. Kwa hiyo kitu cha kwanza hawa watu walichoamua ni kusacrifice maisha yao. Badiliko lolote la ndani linapoonekana kwa mtu, jambo la pili linalozalishwa, yule mtu yupo tayari kusacrifice chochote alichonacho. Yupo tayari kutoa chochote alichonacho. Kama ni fedha atatoa, kama ni masadaka atatoa. Hawa watu walifika sehemu wakasema sadaka pekee yake haitoshi, wakasema tuko tayari kutoa hata uhai wetu. Ina maana ilikuwa ni sacrifice ya kiwango ambacho kisichokuwa cha kawaida. Mtu yeyote anapotaka badiliko lolote la nje, Mungu atahitaji badiliko lake la ndani. Je, ameamua kwa kiwango gani? Tukangana mtumishi wa Mungu kuomba sawa, kufunga sawa. Mungu atakuja ataangalia, je, huyo mtu anayefunga siku 12, anayefunga masaa 24, anayefunga siku 3 kavu, je, ndani yake pamoja na mfungo na uhimizwa pamoja na maombi, je, ndani yake kuna kuhimizwa kubadilika kupi? Kwa sababu kama kuhimizwa katika badiliko la ndani litakuwepo, mimi mtumishi wa Mungu hata nisipokutangazia mfungo, kwa sababu kuna aina ya mabadiliko unayataka. Unashangaa umeingia siku 3 kavu, siku 2 kavu, siku 4 kavu, siku 7. Hiyo wewe mwenyewe automatic. Kwa sababu gani? Mtu hatakupigia kelele, kwa sababu ndani yako kuna aina ya mabadiliko unalitaka. Kwa hiyo hao watu wakasemezana wao kwa tuna ukoma, tumetengwa sawa. Pamoja na watu hatutaki, pamoja na watu wanatuzingua, pamoja na watu wanaona sisi ni wagonjwa, pamoja na watu wametenga nje ya lango la mji, lakini sisi tukikaa hapa kuna njaa tutakufa. Hao watu walikuwa sio Washami. Walikuwa sio Washami. Angalia kilichotokea, hawakuwafuata ndugu zao wa Israeli, wakawafuata maadui zao. Can you imagine? Yaani mtu anapita kwenye tatizo,
Jambo la kwanza, ana ukoma. Jambo la pili, ametengwa. Jambo la tatu, ana njaa kali. Halafu mtu anayemfuata kumsaidia sio ndugu yake, anamfuata adui yake. Biblia inasema hivi, hao watu walifika sehemu ndani yao. Ndio maana mtumishi wa Mungu, ikifika kwenye maisha yako haupo tayari kusacrifice, haupo tayari kwa ajili ya badiliko. Yaani kwenye maisha yako ikifika sema you are not, hauko tayari kusacrifice, ina maana Mungu, nimekubali hali ya biashara yangu hivi hivi, nimekubali hali ya ndoa yangu itakuwa hivi hivi, nimekubali ya watoto wangu itakuwa hivi hivi, nimekubali aina maisha yangu itakuwa hivi hivi, nimekubali aina uchumi wangu itakuwa hivi hivi, nimekubali aina mshahara wangu itakuwa hivi. Ina maana lakini mtu atakapofika sema atakubali, atakataa. Kitu cha kwanza kinachoingia, roho ya kujitoa. Sio sadaka peke yake, sio mifungo peke yake. Yaani sadaka inafika sehemu hela kwako sio issue. Yaani kwako hela haikupigii kelele. Yaani mtu akifika sehemu akwambia toa 20,000, sio swala la kufika sehemu kujiuliza mara mbili. Na unakapoanza kuona kwamba kuna hatua unaitaka mtumishi wa Mungu, lakini inapofika swala la kutoa unapata discussion ndani yako, bado kuna kiwango wewe umelizika nacho. Lakini inapofika sehemu kwamba kuna kiwango nataka kwenda, sadaka haitapiga kelele eti discussion, sijui nitoe, sijui sitoe, sijui nitoe. Hiyo discussion itakuwa imeisha muda mrefu. Lakini ukiona discussion ya sadaka, sasa watu walifikia sehemu kwenye kiwango sio cha hela tena, wakasema sisi tuko tayari hata kama wakitunyonga, hata watunyonge, kwa sababu kuna aina mabadiliko tunayotaka. Nasema itatokea kwako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu anachotafuta kwa mtu sio maombi. Mtumishi wa Mungu nisikilize, wanaomba ni wengi, wanaofunga ni wengi. Mungu kitu cha kwanza anachotafuta kutoka kwa mtu. Ndio maana mwaka huu nisikilize vizuri kwa makini. Mungu anachokitafuta kwenye maisha ya mtu sio maombi. Mungu anachokitafuta kwenye maisha ya mtu ni aina badiliko. Sasa lile aina badiliko litamsukuma mtu huyu kuomba aina maombi fulani. Mtu anapotafuta aina badiliko fulani litamsukuma, anasema sasa hivi saa 10 leo muda wa imani, Jumanne nina shughuli, hebu ngoja niziache nikatafute kitu cha Mungu. Leo saa 11 imefika, ni Jumamosi, nitakiwa niende kwenye shughuli zangu, ngoja nisiache, ngoja nikatafute hata risali moja nguvu. Ina maana kuna kitu anakitaka, ina maana anaanza kusacrifice hata vitu ambavyo anavitaka. Hata kama wewe unajua mimi ni mpenzi wa Yanga sawa, lakini siwezi kufika sehemu nikaangalia mechi siku ya imani. Lakini ukiona kuna vitu ambavyo vinakuwa na nguvu kwenye maisha yako kuliko mabadiliko, ina maana wewe hauko tayari kwa mabadiliko. Ukiona kuna vitu ambavyo vina nguvu kwenye maisha yako kuliko hatua unayoitaka, wewe uko tayari kwenye hiyo hatua. Haujanielewa? Ukiona imefika sehemu wageni wamekuja papo muda wa ibada nyumbani kwako, na ukasema ngoja nikae na wageni nisende ibada, ina maana wewe kama hauko tayari kusacrifice kwa ajili ya wageni wako, kwa ajili ya Mungu, hauko tayari kwa watu mpya. Wageni wakiwa na nguvu kwenye nyumba yako, wamefika siku ya Jumamosi jioni na ukawa uko tayari kuwahudumia, ukaacha ibada, my friend, ina maana hiyo ni tayari kuna aina ya badiliko ndani yako haijaonekana. Na wala sisi wazungu wazungu sengine tunaona roho mbaya, lakini sio na roho mbaya. Wewe nenda ghafla benivu kuja mtaarifu. Kuna siku tulishangaa bwana, tumeenda sema kwa mama mmoja ambaye ana kidogo na CSC za Ulaya huko, asema mmekuja ghafla, mimi naondoka. Aliondoka akatuacha gitini. Mtumishi wa Mungu, acha kuonea watu huruma. Wao wamefika, mama mkubwa amefika. Sawa, wamefika. Kuna kitu gani unakitaka wewe? Mama mkwe siko nyumbani kwake, mwekee chai ugali yale. Mwambie nakuja, kuna kitu nakitafuta risali moja. Sasa itakuwaje nitaonekana sina adabu? Sawa, una adabu. Watoto wako wakifika sehemu wamekosa gauni la sikukuu, wamekosa viatu, utaonekana una adabu. Mtumishi wa Mungu, kuna aina ya mabadiliko. Hao watu wakasema sisi tuko tayari kutoa hata maisha yetu, tuko tayari hata kunyongwa, lakini kuna aina ya watu tunayotaka. Mtumishi wangu sasa hivi hawatakuelewa. Mimi nakwambia sasa hivi hawatakuelewa, lakini as long as days zinapozidi kwenda, siku zinapozidi kwenda, wataanza kujua kumbe huyu mtu sio kama yule wa jana. Sio kama yule wa jana. Kuna kitu kimeingia, kuna badiliko tumeliona. Sio kama yule wa kila siku.
kufurahisha watu. Unafurahisha watu, wewe unakula ugali, mwenzako anakula kitimoto. Acha kufurahisha, tafuta cha kwako kwa Mungu. Kwa hiyo watu wakaondoka asubuhi na mapema. Mungu akatokea nini? Angalia, Mungu, mtumishi wa Mungu, Mungu haachili kitu kipya kabla hajaona badiliko jipya kwako. Angalia kitotokea sasa. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko. Ina maana watu wao katika hali ya kawaida walikuwa wanalala, wanapenda kulala. Kwa hiyo badiliko linapokuja, mtumishi wa Mungu, hata muda wa kuamka kwako unabadilika. Amen. Unaelewa vizuri mtumishi? Amen. Badiliko unapoanza kulitafuta ndani yako, hata muda wa kuamka unabadilika. Mtumishi wa Mungu, napenda kulala, lakini kwa sababu kuna aina ya badiliko nalitaka, hata muda wa kuamka unabadilika. Yaani unalala kabisa, kuna muda unafikia umechoka, mwili umechoka, lakini ukilala unasema kweli leo kweli nitaamua kulala. Lakini je, hili jambo limekwama, nikilala sasa hivi itakuwaje? Kwa hiyo hawa watu wa Biblia sema wakaamka alfajiri na mapema, hata hakuja kucha. Wanatafuta nini? Badiliko. Badiliko la nini? La kutoka katika watu ambao walikuwa wanaenda kufa kwa njaa. Mimi nasema wewe hautakufa kwa njaa kwa jina la Yesu. Amen. Wewe tafuta nini? Badiliko la kutoka katika hali ngumu ya uchumi, hata hela hakula hawana. Wakaamka alfajiri na mapema. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ukiona kuna jambo la Mungu kama ni kulifanya, lakini unasema nimechoka, mgongo kidogo umebana, kiuno nasikia kama kinafutafuta, mtumishi wa Mungu, kuna aina mabadiliko bado. Haina mabadiliko bado. Endelea mbele. Walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, hapana mtu. Hapana mtu. Kama kuna kitu umeruka, hujaruka kule kitu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Ndiyo. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, ndiyo, kumbe hapana mtu. Hapana mtu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari. Kwa hiyo Mungu ana tendency ya kuwasikilizisha watu kile ambacho wewe umekiamua kutokea ndani. Amen. Biblia inasema akawasikilizisha kishindo kwa kuagea. Hawa watu waliamua kutokea ndani. Na maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kinasema kuna wanaume 28 walisema sisi hatutakula tutakunywa mpaka tumemnyonga Paulo. Kwa hiyo ndani yao Biblia inasema waliamua. Lakini kuna kijana alikuwa anapita akasikia yale walioamua. Wakamwambia Paulo, kuna 1 2 3 jamaa wamepanga kukuua. Wanasema hatutakula tutakunywa mpaka tumekunyonga. Haya mambo waliazimia ndani. Walipoazimia ndani wakasema hatutakula tutakunywa. Ina maana kutokula na kunywa maana yake si mfungo. Ina maana aina ya mfungo ule ulikuwa unaenda kusababisha nini? Umauti kwa Paulo. Kwa hiyo mtu, kuna mfungo fulani unafunga, mtumishi wa Mungu, sio kwa sababu lote amekutangazia, kwa sababu kuna aina ya mabadiliko na yatafuta. Kwa hiyo aina ya mabadiliko na yatafuta, sasa kuna aina mfungo unaanza mwenyewe. Hao watu Biblia inazungumza walipofika sehemu wakadamka asubuhi na mapema. Mungu alivyoona nia yao na ndani. Kuna mtu ataona nia, Mungu ataona nia yako. Mbea Mungu, hii biashara ukaa hivi inatosha. Hii ndio ukaa hivi inatosha. Hii huduma ukaa hivi inatosha. Haya maisha yangu ukaa hivi inatosha. Hawa watoto wangu ukaa hivi inatosha. Mungu anapoanza kuona badiliko ile. Kwa sababu kuna mambo utajisemesha ndani yako, utajisemesha ndani yako. Halafu kuna hatua ndogo ndogo utaanza kuzichukua. Kuna hatua ndogo ndogo unaanza kuzichukua. Mungu anapoanza kuona ile kitu ambacho umeazimia, Mungu katika kitu anachokiachilia huwa anasikilizisha watu. Biblia inasema akasikilizisha kishindo kama cha magari. Watu wanatembea, watu 4 my friend, watu 4 tu. Biblia inasema sauti zao zikasikika kama kishindo cha magari, kama kishindo cha mafarasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wandugu hao wakafanyaje? Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajili wafalme wa Wahiti, ndiyo, na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Umeona, wakakimbia angali giza. Na maana watu hao waliamka usiku. Kwa hiyo badiliko la kwanza leo, mtu ambaye anatafuta kuna aina matokeo kwenye maisha yake, mtumishi wa Mungu, kitanda kitakuwa kwako sio priority.
kitanda kwenye maisha yako itakuwa sio kipaumbele. Wakakimbia bado. Hao watu walikaa hapa miaka, lakini walipofika sehemu wakasema tunakataa kufa na njaa. Tunakataa kufa na njaa. Biblia inasema Mungu akawasikilizisha. Endelea mtumishi wa Mungu. Nataka nikuonyesha hao watu ambao walikuwa hawana kitu wakawa mabilionea kutoka kwenye neno la Mungu. Walikuwa maskini wenye ukoma, wametengwa na ndugu zao kutoka watu ambao walikuwa maskini, lakini kitu ambacho kiliwasaidia mtumishi wa Mungu, badiliko la ndani. Amen. Badiliko la ndani, kusema kwamba hali yetu ni mbaya, sawa, uchumi mbaya, sawa, lakini sawa, kitu sina kinachoonekana kwenye mkono wangu, sina kitu kinachoonekana kwa jinsi ya nje, lakini ndani yangu liko badiliko. Amen. Mtumishi, unanielewa vizuri? Amen. Siangalii mimi hali unaopitia, mimi hainitishi. Hata kama umefika sehemu toka asubuhi ujala, mimi hainitishi. Nachotaka kuangalia badiliko la ndani lipo. Amen. Mimi sikuonea huruma kwa sababu ujala. Mimi naanza kufika sehemu nakuwa concerning na wewe, na kuanza kuna badiliko nimeliona. Mtumishi wa Mungu, acha kupenda maisha ya kusaidiwa ovyo. Nitakuonyesha mbele ni kule mstari unaofuata sura nyingine. It is your pit, ni shimo la kukunyonga. Kwa hiyo hao watu walipofika sehemu kuna badiliko la ndani limeonekana. Mungu akafanyaje? Akawasikiliza kishindo. Halafu nini kikatokea pale? Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Ndio. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao cha vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Mtumishi wa Mungu, watu nasema mwaka huu wataacha vitu. Amen. Nasema wataacha vitu kwa ajili ya maisha yetu. Amen. Sema yes. Yesu. Sema kwa nguvu ya Yesu. Kila mtu mwenye cha kwangu 2026 nasema atakimbia. Ataacha hiyo kiwanja, ataacha hiyo biashara, ataacha hiyo frame, ataacha vitu vya thamani, vitakuwa maisha kwa jina la Yesu. Nini kinatokea? Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa. Njaa mbaya. Pembeni kulikuwa kuna nini? Wakachukua fedha ilikuwa pembeni, lakini cha kwanza walichoona chakula. Na dhahabu. Dhahabu ilikuwa, fedha ilikuwa na dhahabu ilikuwa. Cha kwanza naona ubwabwa. Njaa mbaya, mtumishi wa Mungu. Ndio maana kwamba kitu cha kwanza cha kupambana kwenye maisha yako ni njaa. Fedha na dhahabu zipo, lakini cha kwanza chakula. Ameona chakula. Wakala kwanza ndio akakumbuka fedha. Wangekimbizwa je? Mtumishi wa Mungu, nataka mwaka huu tutachukua vitu vya thamani kwa jina la Yesu. Amen. Hata kama kuna vitu vimetushikilia kwenye maisha yetu, kuna shida imetushikilia, kuna shida zimetukaba, pamoja na mazingira yote, nasema Mungu atuonyeshe vitu vya thamani kwanza. Amen. Njaa mtu inapomshikilia, mtumishi wa Mungu, nataka mtoto. Tumeomba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili hakuna mtoto, mwaka wa 6 hatuna mtoto, mwaka Samia ase, ngoja tu niende kwa mganga. Kwa sababu ya njaa nini? Ya mtoto. Anaacha vitu vya thamani kwenye madhabahu. Mtumishi wa Mungu, nisikilize, kuna vitu vina thamani kuliko mtoto. Amen. Kuna vitu vina thamani kuliko mme. Amen. Kuna vitu vina thamani kuliko mke. Amen. Kuna vitu vina thamani kuliko vitu vinavyoonekana kwenye madhabahu. Amen. Mtu anafika sehemu anaacha vitu vya thamani. Ngoja kingatafute mtoto, kwa sababu amekaa miaka 10 hajapata mtoto. Anaacha vitu vya thamani kwenye madhabahu. Wewe hautajaribu kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nakwambia hautaacha vitu vya thamani. Amen. Mungu atatufungua macho. Kuna chakula pale, kuna dhahabu pale, tutakimbilia dhahabu na fedha. Chakula kitakuwa cha mwisho kwenye maisha yetu. Amen. Chakula kitakuwa cha mwisho. Ndio maana watu wengine wakifika tu kwenye nini, kwenye sherehe au kwa mtu kwenye multiple, cha kwanza anataka nipe kidali. Wewe hata kasipokuwa kidali, mtu anakimbilia multiple la kuku, nipe kidali, anakuwa mbishi. Akipewa mgongo siri, wewe kula tu. Hata kama umechanga laki, wewe issue sio laki. Issue ulipokuwa unachanga, ulikuwa unapokea neema. Kama una mtoto wako na ataolewa, kama una mtoto wako na ataoa.
Mnanielewa vizuri? Amen. Hatuchangi fedha kwenye sherehe kwa sababu sisi tunaenda kula. Tunataka neema ya wao walioipata itembee na kwetu. Amen. Sasa mtu anakimbia kwenye sufuria la kuku, wasipomwekea ananuna, kisa umenikia shingo. Sawa, hata kama unakula shingo sawa. Wewe ulichokuwa unatafuta sio kula, ulikuwa unatafuta kitu cha thamani kwenye sherehe. Unajua kitu cha thamani kwenye sherehe ni sio kula. Kitu cha thamani kwenye sherehe ya send off harusi, kitu cha thamani kinachotoka pale sio kula. MC fanya haraka muda wa kula. Yaani mtu anafikiri muda wa kula. Mtumishi wa Mungu, wewe hautakuwa kama wakoma kwa jina la Yesu. Amen. Hautakimbilia chakula, utakimbilia dhahabu kwanza. Amen. Utakimbilia fedha kwanza. Amen. Hili maisha yetu yabadilike. Kwa hao watu wakachukua fedha, wakachukua dhahabu, mtumishi endelea pale. Ndipo wakaambiana mambo haya, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tuyafanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tutanyamaza mkingoja hata utakapopambazuka. Madhara hayatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulipofika kituo cha Washami, na tazama hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawaba wakawaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme, sema Yesu, mahali nilipo, hata kama nipo kwenye lango, mahali yangu inaonekana ni shida, inaonekana kama ni ukoma, inaonekana kama madeni. Jioni ya leo mwaka huu ninatangaza, kila anayechukua cha kwangu nasema atakimbia nyumba, nasema atakimbia, hataacha fedha yangu, hataacha biashara yangu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kufia langoni, nikiwa nina njaa, ninakataa kufia kwenye biashara, nikiwa biashara ndogo, ninakataa kufia kwenye upangaji, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kufa bila kuwa na gari, ninakataa kama wenye ukoma walivyokataa kufa kwenye lango wakiwa hawana chakula. Nami jioni ya leo ninakataa kufa nikiwa na maisha kama haya, nikiwa hivi, ninakataa kwa jina la Yesu. Hawa watu walifika sehemu wakakataa, wakasema sisi hatutakufia kwenye lango. Ile sehemu walipofikia ndani yao wakasema tunakataa. Mungu akaachilia utajiri kwao, wakachukua fedha, wakachukua dhahabu, wakachukua mavazi, wakayaficha. Trip ya kwanza. Trip ya pili, dhahabu hazijaisha, wakachukua dhahabu, wakachukua fedha, wakachukua mavazi, wakaficha. Ndipo wakaita watu wengine. Mimi nasema nakataa kufia kwenye maisha haya. Mtumishi wa Mungu, nataka tukatae jioni ya leo. Nasema nataka ukatae kufia kwenye hayo maisha. Wewe na watoto wako kataa. Sema Yesu, ninakataa kufa kwenye maisha haya, kuishia kwenye maisha haya, kwa jina la Yesu. Ninakataa kuishia kwenye maisha haya, kuishia kwenye maisha haya, kuishia kwenye biashara hii. Hii biashara ni ndogo, sio haki yangu. Ninakataa kuishia kwenye maisha haya, kwa jina la Yesu. Hawa walikuwa na ukoma, walikuwa na vigezo vyote kusema tuna ukoma. Wewe mwenyewe unaweza kuwa na vigezo vyote ukasema sijasoma. Unaweza kuwa na vigezo vyote ukasema kazi yangu mshahara mdogo. Unaweza kuwa na vigezo vyote vya kusema kwamba hali yangu nilionayo, umri umeenda, siwezi kufanya chochote. Lakini leo tunakataa. Sema mimi sitakufia kwenye maisha haya, sitakufia kwenye maisha haya, sitakufia kwenye maisha haya, kwa jina la Yesu. Sitakufa kabla watoto wangu na mimi mwenyewe hatujapanda ndege. Tunakataa. Sema mtumishi, sema tunakataa kwenye maisha haya, sio haki yangu. Ninakataa. Kama wenye ukoma hawajahubiriwa na mtu, lakini walifika sehemu wakakataa. Mimi nimesikia neno lako, ninakataa, ninakataa, ninakataa. Haya maneno nilikuwa namhubiria Mama Lukiza hapa kama ninyo mhubiria. Sasa kakataa mjukuu wake, akamkatia tiketi ya ndege akaenda Dar es Salaam. Hivi tunavyohubiria. Mtumishi, tunakataa, tunasema. Nasema mimi nakataa. Sema mimi nakataa. Haya sio maisha yangu. Kama wenye ukoma walivyokataa kufa na njaa, mimi nakataa. Sitaishia kwenye elimu hii, watoto wangu wataishia kwenye elimu hii, mimi ninakataa. Sitaishia kwenye upangaji, mimi ninakataa. Kwa jina la Yesu, ninakataa kuishia kwenye gari moja, kuishia kwenye magari mawili, kuishia kwenye magari matatu. Ninakataa.
Mungu ametupa reference. Hawa watu hawakuhubiriwa na mtu yote. Neno lilitumwa tu likagonga kwenye mwamba. Hili neno lilitumwa na Elisha. Mimi nimetuma neno hili. Nasema nimetuma neno hili. Nasema nimetuma neno hili. Nasema nimetuma neno hili. Kuna mtu atakalia kochi la milioni 4 hapa. Atakalia kwa jina la Yesu. Tunakataa kukalia vigoda. Tunakataa. Kila siku naamka kiuno kidogo kama kubwa nakalia kigoda. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa. Mimi niko na kochi limevunjika mbavu, nakaa miguu naika hivi. Yaani ukigonga tu umevunjika mguu. Nasema tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa. Tunaishi maisha tunayotaka sisi. Ndio mwaka wetu. Nisome Luka 15 bwana. Anzia mstari wa 11. Na mtumishi wa Mungu nakwambia hivi, kuna kitu kitainuka hapa. Kuna kitu kinainuka hapa. Hata kama nina madeni lakini nazunguka. Ndio nina madeni lakini nakataa. Nakataa Yesu maisha yangu. Hata kama nina madeni, hata kama hali imekamata, hata kama vitu haviendi, ninakataa. Sitakufia langoni kwa kukosa chakula. Nakataa kufia langoni kwa kula maisha haya. Ninakataa. Unajua ulimwengu wa roho ulivyo, mtumishi wa Mungu, ni mbegu. Ulimwengu wa roho ni kama shamba. Ni kama shamba ambalo lina rutuba. Kwa mtu maneno, na maana Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Methali, anasema mtu atakula maneno ya mdomo wake. Kwa hiyo maneno yako neno unapanda. Mtumishi wa Mungu wewe, yani maneno yako utashangaa kuna sehemu unaenda kishindo chako kinasikika. Yani unashangaa kishindo kinasikika. Yani mwenyewe unajiuliza hivi, mimi kweli? Wewe ndio. Siku moja tulikuwa na bariki bwana, tunatembea mjini bwana. Kaambia basi tutembee sasa, mtumishi bwana usitembee. Kaambia kwa nini? Wewe mtumishi mkubwa. Kaambia bwana mimi kawaida sasa. Kishindo kimesikika. Kishindo kitasikika cha kwako kwa jina la Yesu. Yaani mwenyewe sasa bwana mimi kawaida sio kawaida. Kishindo kimesikika. Mtumishi wa Mungu cha kwako kitasikika hapa. Kitasikika. Hivi tunapopiga kitasikika. Jana watu tulienda dukani. Kuna vimaiki tulikuwa tunatafuta kwa ajili ya huduma. Mtumishi wa Mungu yule muuza duka akasema bwana ni Mwislamu jamani. Akasema mtumishi wa Mungu nakufuatiliaga sana. Nitakusaidia. Shilingi ngapi? 500. Unajua hizi wewe ndio zitakusaidia, ndio nzuri. Yaani mtu kishindo kikisikika watu waangalie una shida. Wanaona kishindo chako kinaita vitu vya thamani. Vitu vya thamani. Yaani mpaka ukiambia mtu bwana sina buku. Wewe una buku au unanyima tu. Wewe una. Unaninyima. Kumbe kweli mtu una. Ukiona hivyo ni ishara. Fedha zinasikika kwa Washami. Zinakuja kwako. Amen. Luka 15 mstari wa 11. Twende kidogo hapo. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, ndio baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, ina maana vile vitu vilikuwa vya kwao, ina maana anasema akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, ndiyo, yule mdogo akakusanya vyote. Akasafiri kwenda nchi ya mbali. Ndiyo. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya washarati. Mali nini? Mali zake. Yaani mali zake. Mali zake. Kula mali yako, anakula mali yake. Nisikilize vizuri mtumishi, nisikilize hapa kwa jina la litakusaidia. Anakula mali nini? Zake. Twende endelea. Ina maana katika hali ya kawaida huyu mali zake alifanyaje? Alizimaliza. Ulimwengu leo ulivyo ni kitu cha kibabe. Kwa hiyo mtu anaweza akala vya kwake na wewe vikawa vile ni vya kwako, lakini ukilegelegea mtu anakula ni vya kwako. Sasa mimi nasema huyu alimaliza vya kwake. Sasa huko mbele tutaona na hii story mnaijua. Alitumia vya kwake. Sema yes. Yes. Mimi cha kwangu. Hakitaliwa na muuni. Hakitaliwa na mtu mwingine. Soma pale kwa sababu huyu jamaa alikuwa ni muuni, Biblia inasema alikula bata muuni. Lakini alishtuka. Nasema vya kwako vitaliwa. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote. Vya nini? Vya kwake. Vyote.
njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda aliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Msikilize mtumishi wa Mungu, ukiona watu wanakukimbia kile, umepata shida, wanakusaidia. Pata shida, wanakusaidia, wanakuharibu. Nanielewa vizuri hapa? Amen. Umepata changamoto, watu wote wamekukimbilia. Mimi zamani nilikuwa na ujinga huu. Watu wasipokuja na moyo unahuzunika. Hivi kweli hata mtu fulani hajaja kuniona? Hata mtu fulani hajaja? Ukiona bado uko kwenye kiwango ambacho wewe ukipata shida tu watu wamekimbilia watu wote, muda mwingine wanakuharibu. Huyu alipata shida, kukimbiliwa na mtu hata mmoja. Mungu alikuwa anatafuta nini? Ainue kitu cha ndani yake. Ainue kitu ndani yake. Kitu gani kilinunuliwa? Alipozingatia moyoni mwake. Alipozingatia baada ya watu kutokumsaidia chochote. Baada ya watu kutomsaidia chochote, akazingatia moyoni mwake. Akasemaje? Ni watumishi wangapi wa baba yangu? Ni watumishi wangapi wa baba yangu? Wanaokula chakula na kusaza. Wanaokula chakula na kusaza. Na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka. Nitakwenda kwa baba yangu. Na kumwambia. Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Kwa hiyo huyu mtu pamoja na mali zake zote, Biblia inasema alipewa za kwake zote akazitumia. Cha pili, hakuna mtu alimsaidia. Hakuna mtu alimsaidia. Kwa hiyo unapambana, hakuna mtu anayekusaidia. Unapambana, hakuna mtu anayekusaidia. Unasema hata huyu mjomba wangu, hata huyu rafiki yangu, hata huyu mzee wangu, hata huyu mke wangu, hakuna mtu anayekusaidia. Biblia inasema baada ya watu kumkataa, cha pili, kitu cha ndani kikaingia. Akasema alipozingatia. Ina maana kuna kitu cha mabadiliko ya ndani nilichokufundisha kwamba kuna badiliko la ndani liliingia. Akasema pamoja nimetumia cha kwangu kimeisha, lakini kuna badiliko la ndani. Akasema ndio nimetumia cha kwangu kimeisha, ndio nimefanya maasi sana, nimefanya dhambi sana, nimetumia maisha ya ushirati, lakini haya sio maisha yangu. Mtumishi, unanielewa vizuri? Na nachotaka nikwambie, hata kama kuna hela ulipataga ukatumia vibaya zikapotea, ulipataga nafasi ukatumia zikapotea, ulipata vitu vyako ukatumia vikapotea, hiyo haifanyi kutoa justification kwamba ndio ifike sehemu uishi kwenye maisha hayo. Watumishi, mnanielewa vizuri? Usianze kujitirisha huruma kwamba kuona kwamba kwa sababu mtumishi nilipataga nafasi, nilipataga hela zikatumiwa zikaisha, sasa hivi hata sio. Zile ulitumia zilikuwa za nani? Zilikuwa za kwako. Kwa hiyo ukishtuka badiliko la ndani, unaanza kutumia kwa wengine. Ukisubaa, na nyinyi mmekuja wengi hivi, nachukua vyote vya kwako. Ukishtuka unachukua kwa wengine. Soma mtumishi wa Mungu. Mungu anisaidie, hema lijaya. Usiposhtuka mtumishi, nimekusanya mzigo. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angari mbali, babaye alimuona. Akamwonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Ndiyo. Yule mwana akamwambia, "Ndio. Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena." Ndiyo. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, "Lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana." Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo za machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, "Mambo haya maana yake nini?" Wakamwambia, "Ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinjia ndama aliyenona." Huyu ndama alikuwa nani? Wa kaka yake, si wa kwake. Endelea mbele pale.
kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama mimi nimekutumikia miaka mingapi hii? Wala sijakosa amri yako wakati wowote. Lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe uko pamoja nami siku zote. Na vyote nilivyo navyo ni vyako. Kwa sababu huyu mwana mpotevu vya kwake alifaa kula. Kwa hiyo babake anakuja anamwambia, hivi ndivyo navyo vyote vilikuwa nani? Vya kwako. Kwa hiyo mtu asipojua kwamba hali nilionayo, akishtuka kwamba hali nilionayo sio ya kwangu, hata kama alikuwa muuni, anaanza kula vitu vyakula, anaanza kula maisha ya mtu ambaye alikuwa sio muuni. Huyu kijana alikuwa muuni. Wenye ukoma vya kwao vilikuwa havikai kwa Washami, kwa sababu Biblia inasema wakoma walikuwa Waisraeli, walikuwa sio Washami hawa. Lakini waliposhtuka wakala wa Washami. Nasema tutakula vya kwao. Nasema tutakula vya kwao. Nasema tutakula vya kwao. Kwa hiyo mtu akishtuka, hata kama alikuwa na vya kwake vimeisha, hata kama alikuwa na biashara yake imekufa, hata kama alikuwa na vitu vyake vimeondoka, hata kama alikuwa na hela, ghafla madeni yakaingia, hela zikaisha na madeni yakaja, akishtuka anakula vya wengine. Nyinyi hamjai kuona mtu anajenga yake nzuri, anamchukua mtu anasema, "Wote wananiangalizia hapa, utaniangalizia." Baada ya muda nije kuhamia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, mwaka wa 10, mwaka wa 15, mtu anakula kitu ambacho sio cha kwake. Hamjai kuona? Kwa hiyo yeye akija kule kwenye nyumba yake ameshapigwa pini katika ulimwengu wa roho. Mtu anakula kitu ambacho sio cha kwake. Kwa hiyo huyu mwana mpotevu, babake anamwambia, "Blaza, hivi wewe miaka yote nimekaa na wewe ni mjinga. Hivi vyote nilivyo navyo ni vya nani? Vya kwako." Kwa hiyo vyote nilivyokuwa navyo ni vya kwake, lakini huyu jamaa amekuja huko, amekula na hivyo. Amekula ndama, amekula vazi, amekula kiatu. Nasema 2026 tunashtuka kwa jina la Yesu. Nasema tunaamua haina matokeo. Sema yes. Mimi sio kufuga nguruwe. Mimi sio kukatakata majani. Mimi sio kula kwenye mabanda ya nguruwe. Nasema kwa jina la Yesu nashtuka. Hata kama vya kwangu vimeisha, hata kama vya kwangu vimepotea, nitakula vya kwao. Akanamtokea anamwambia, "Mwanangu, ukujua hata hivi nilivyonavyo mimi nilikuwa sina. Hata hivi nilivyonavyo sio vya kwangu, ni vya kwako." Anayekula nani? Muuni. Nasema vya kwako havichukuliwi. Vya kwako havichukuliwi. Unasema unaipata wapi? Biblia inasemaje? Kila mtoto anapozaliwa huwa anakuja na kitu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, Yesu alipozaliwa tu watu wakamletea uvumba, manemane. Ndio maana hata wewe ulipojifungua tu kuna watu walikuja kukuletea vitu. Ni ishara kila mtu anapokuja duniani huwa anakuja na kitu chake. Kwa hiyo yule mama au baba au mtoto mwenye asiposhtuka, kuna muuni atakula vya kwake na atakula vya mtoto wake. Sema cha mwanangu akiliwi. Sema cha mwanangu akiliwi. Sema nimekamata nafasi ya kazi ya mwanangu, hata kama sijazaa, lakini nimekamata kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Karabasha. Tunashtuka mtumishi wa Mungu. Nasema hii tunatoka, hatutakufa kwenye madeni, hatutakufia kwenye lango. Hata kama tuna ukoma, hata kama tunashtuka, tunalazimisha matokeo. Matokeo kutokea ndani kama wakoma, matokeo kutokea ndani kama mwanampotevu, matokeo kutokea ndani, matokeo kutokea ndani, matokeo kutokea ndani. Sawa, nilikuwa na vitu vyangu vimepotea. Sawa, nilikuwa na kazi imepotea. Sawa, nilikuwa na biashara zimepotea. Lakini nimejua vilitokea vya kwangu, lakini naweza nikala vya wengine. Karamashantalabasi.